بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، darsa leo kidogo tutahimiza masala ya umuhimu wa salati subhi, kusali jamaa msikitini, kuamka mapema na kuitikia wito wa sala hiyo, hasa ilipokuwa wito wake una kauli ndogo muhimu sana: as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Sala yako bora kuliko usingizi wako. Wacha kulala na kuendekeza shetani akikujolea sikioni akikwambia bado mapema, lala. Usio katika wale watu ambao wanashtuka kwa ajili ya kukimbilia kazini, anachelewa, anamwogopa bosi wake asimkatie mshahara au kumtilia katika faili yake maneno asiyopenda, comments mbaya. Lakini faili kuu la kupewa siku ya kiyama lenye kukupeleka peponi au motoni, wala hushtuki kabisa nalo. Min jamali salati al-fajr, ule uzuri wa kwamba salati al-fajr, annaka tatruk ar-raha wan-nawm wad-dif', ya kwamba wewe unaacha raha ya usingizi, na usingizi wenyewe na joto la usingizini, unaacha yote ya lillahi wahda, kwa ajili ya Allah peke yake jalla jalalu. Kwa hivyo hapa fayan'um alayk al-karim bi an takuna fi dhimmatihi. Mwenyezi Mungu anakupa neema kubwa sana kwa kufanya haya, kuyawacha hayo mazuri unayoona wewe, raha na usingizi mzuri na joto na godoro laini, lakini Mwenyezi Mungu anakupa neema kubwa juu yako. Antakuna fi dhimmatihi, uko katika dhima ya Allah, uko katika ahdihi wa amanihi wa dhamanihi wa hifdhihi, uko katika ahdi naye na amana, na uko katika dhamana yake na katika hifadhi yake. Hata anaambiwa mtu asije akamchokoza mtu ambaye anasali alfajiri. Sala nzito jamani, hii sala nzito athqal almunafiqina wanafiki salati subhi. Kwa nini? Kwa sababu hata wale wanaosema mbona hali ya hewa nzuri sana ukienda msikitini alfajiri huwezi kupata wakati mwingine wote, wakajibu kwa sababu time zile hali ya hewa bado na mazingira ya karibu na msikiti na kutoka nyumbani kwako bado hali ya hewa haijaharibiwa na wanafiki wanaochelewa kuamka. Wakishaamka alfajiri tena hewa yote hubadilika, ndio unaipata hewa safi, haina unafiki ndani yake. Subhanallah. Kwa hivyo hadithi ambayo inatuambia kwamba yoyote yule anayesali sala ya subhi jamaa, fahuwa fi dhimmati llah, yuko katika amana ya Mwenyezi Mungu. Na hii maana yake nini? Mwenyezi Mungu anamhifadhi huyu mtu mwenye kuhifadhi sala subhi, na hasa sala zote, basi zaidi subhi. Na hivi lokuja katika hadithi, wa huwa fi dhimmati llah fi amanihi wa dhamanatihi, fala yatlubannakum Allah min dhimmatihi bi shay'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Na hii maana yake nini? Maana yake ina maana mbili. Maana moja kwamba mwenye kusali fajiri akachukua amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo haimpasiki mtu yoyote akumuudhi mtu huyu au kumdhulumu, kwa sababu mwenye kumdhulumu au kuleta maadha yoyote, fa inna Allah yutalibuhu, Mwenyezi Mungu ataitaka ile ailipize kisasi kwa huyu mtu katika dhima ya Allah, anamlinda na kumhifadhia. Kwa hiyo yote atakemkera na kumuudhi na kumdhulumu, Mwenyezi Mungu atamlipiza kisasi. Hilo moja. Na maana ya pili, fala tatruku salata subhi, msiwache salata subhi, fayuntakhadh bidhalika al-ahad, ikawa ile ahadi ya kwamba huko katika dhimati la ikavunjika baina yako na Mola wako. Anakuita uwe katika dhamana yake, halafu wewe hujenda. Atakayefanya hivyo
basi huyu au huyu atapata moto ndio utakamsubiri. Na fadhila za sala hizi tukitizama kwanza kwamba hii salatu fajr, kuamka mapema, kuamka wewe ni manufaa nyingi sana. Tukichukua kisiha, tukichukua kwa maana yote ile, inampasa binadamu achukue hima kuamka mapema, kwa sababu mtu anayeamka mapema ukakamavu wake na sharti yake, uchangamfu wake katika mwili wake unakuwa mkubwa zaidi. Naam, na ile kuja kugusa maji ya udhu asubuhi katika mwili wake. Kwa hivyo na mtu huyu inampa fursa ya kutosha kufanya wajibu wake aliokuwa nao nyumbani kwake kabla hajaenda kwa kazini kwake mapema. Halafu pale inamsababisha kwamba yeye mtu anafika mapema kazini, jina lake linakuwa zuri katika faili lake, halitiwi kosa lolote kwa masala ya mahudhurio yake. Pia wanasema siha ya binadamu inachangamka sana kwa kuamka mapema. Inampa fursa ya taamul, kutafakar na utulivu, na afadhali ya wakati wote kwa kufikiri uzuri na kufanya ibada kwa usafi kabisa, usafi wa akili, usafi wa utulivu wa moyo, ni wakati alfajiri. Kwa sababu mtu huyu anapoamka alfajiri yuko mbali na machofu alikuwa nayo ya siku nzima, ambayo yote ameacha katika usingizi wake. Machofu yote yamemuondoka katika usingizi wake, anaamka akili haijachoka, fikra za kidunia na mashakili ya dunia hajaanza kuingia katika akili ya mtu, hajaona mambo ya dunia ya kumkanganya na kumbabaisha na kumtia wasiwasi katika akili yake. Akili tulivu, anakwenda na usafi wa moyo. Hapo basi katika hali ya hewa iliyotulia kabisa, anaweza kufanya mambo mengi ya kheri katika time zile. Hadithi zilizokuwa sahihi kwa masala salatu subhi, hiyo moja kama tulivyoelezea, fi dhimmati Allah, utakuwa katika dhamana ya Mwenyezi Mungu. Na hii inasaidiwa pia na hadithi ya Tirmidhi aliyosema, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya ya Tirmidhi, anasema man salla subha fahuwa fi dhimmati Allah, anaisali asubuhi basi yuko katika amani na dhamana na hifadhi ya Mwenyezi Mungu. Fala taghfirullaha, yani la tanqudhu ahdahu, msivunje ahadi yake, fi dhimmati, kwa mtu ambaye yuko katika amana ya Allah. Kwa hivyo anasema bimaana yeyote mwenye kusali subhi katika jamaa, fa inna Allah, yeyote atakayemudhu na kuvunja ahadi akamdhulumu na kumfanya jambo lote, basi huyu mtu fa inna Allah sayantaqimu lahu, Mwenyezi Mungu atamchukulia, atachukua haki yake kwa mtu yule aliyemdhulumu, kutokana na kwamba yuko katika dhima ya Allah. Na pia jingine, mwenye kusali asubuhi si sana yule aliyelala sana. Shetani anasimama katika kichwa chake yule mtu anayelala sana, anampiga mafundo matatu. Kila fundo kila fundo linamlaza usingizi mrefu, na akilala halafu kisha akaamka akamdhukuru Mwenyezi Mungu, fundo moja limeshafunguka hilo la shetani. Anapoamka akadhukuru Mwenyezi Mungu, akasema alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur, akaleta subhanallah alhamdulillah ngapi zote idadi aliyojaliwa kabla hajaenda kutawadha. Basi hapo fundo moja linafunguka, akitawadha linafunguka fundo la pili, akisali sala yote pale baada kutawadha fundo la tatu linaondoka, anakuwa nashit tayyib nafs, anakuwa mchangamfu, nafsi yake ina raha kabisa. Kama si hivyo ataamka khabith nafs, mvivu. Kadhalika
Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba dua hii, anasema Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ewe Mola wabarikie umma wangu katika kule kuamka kwao mapema sana na kupata nashati na uchangamfu mwingi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakana idha ba'atha sariya au jaishan ba'athahum awwal an-nahar, anapeleka kikosi chochote au jeshi popote pale kwa operation yoyote ile, alikuwa anapeleka asubuhi na mapema. Kadhalika kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin ala almunafiqina salat al-isha wa salat al-fajr, sala ilikuwa nzito sana kwa wanafiki na salat al-isha wa salat al-fajr. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Maneno kama haya, lau hawa wanafiki wangelijua kheri chungu zima zilizokuwemo katika sala mbili hizi, basi kama wangelijua la atauhuma, wangelizijia sala hizo, wangelikuja wakatekeleza sala hizo kwa wakati wake, walau habwan, hata kwa kutambaa, wangelikuja kwa kutambaa, basi wangelikuja kusali. Lakini wanafiki hawajui faida za sala hizo mbili. الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ونكتانا katika صلاة الفجر na صلاة العصر. hawa wanaondoka wanabadilishana shifti, thumma yaruju ilayhi, ikisha napanda kwa Mola wale wanaomaliza shifti. Halafu kisha wanapofika huko mbele wale waliokesha, Allah huuliza, na Allah anajua zaidi, kaifa taraktum ibadi, mmewacha vipi waja wangu? Na jawabu kutoka kwa hawa malaika huwa taraknahum yusallun wa atainahum yusallun, tumewacha wakisali, tumewajia tukaona wanasali. Na kusali, kusimamisha sala, wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, simamisheni sala kwa sababu sala ile inamsafisha mtu moyo wake, inamuondoshea, inamzuilia machafu yote na maovu yote. Wakati tulikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wanavyosema masahaba, tulipokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatizama mwezi Lailatul Badr, usiku za mbala mwezi 13, 14, 15, 16, mwangaza mzuri unaonesha na mwezi unang'ara. Husema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha, kama tarawna hadha la tadhamuna au la tadahuna fi ruyati. Anasema hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyoona mwezi unavyong'ara kwa usafi kabisa, wala hamna wasiwasi kwamba ni ule ni mwezi safi kabisa. Katika kuona mwezi unaona safi na una hakika, basi fa in istata'tum an la taghlabu ala salah qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha faf'alu. Akasema comment yake Mtume sallallahu alaihi wasallam baada kuonesha mwezi, anasema ikiwa mtaweza isikughlibuni jambo lolote lile ya mkafanya mkaikosa sala kabla kupanda jua na sala kabla kucha jua, yani salatu subhi na salatu asr. Ikiwa mtaweza
isikubabaisheni jambo lolote katika utekelezaji wa kusali sala mbili hizi kabla kupanda jua saati subhi, na kabla ghurubiha, kabla kuzama jua inakuwa saati al-asr. Akamba kama mtaweza fafalu, fanyeni, kwa sababu kutokana na kutekeleza sala hizi mbili kuna neema kubwa ya kumwona Mola siku ya hiyo ya kiyama, kumwona kwa haia yake ya utukufu wake na nuru yake. Kama hadithi iliyonukuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Amara ibn Ruwaiba anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaliju an-nar ahadun la yaliju an-nar ahadun salla qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha. Anasema haingii mtu motoni kabisa yule ambaye amesali kabla tulu'i ash-shams, amesali subhi, wa kabla ghurubiha, na amesali al-asr, kabla kupanda jua na kabla kuzama jua. Tusisahau pia hadithi ya muhimu wa Isha na subhi alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man salla subha fi jama'atin fakaannama salla al-layla kullahu. Baada ya kusema nini, amesali Isha nisfu al-layl, na anasali subhi anasali Isha kwa jamaa kama kwamba amesimama nusu ya usiku. Na man salla subha fi jamaa, na akaikamilisha kwa subhi jamaa pia, fakaannama qama al-layla kullahu, au kama fakaannama salla al-layla kullahu, kama kwamba amesali usiku mzima sala za qiyamul layl. Taban kuna kuhimizwa katika kusali fajr jamaa, kisha kukaa msikitini kumdhukuru Mwenyezi Mungu mpaka jua lipande, mpaka baada kupita kama robo saa dakika 20, alafu akasali rak'a mbili, ana thawabu zake kama hija na umra kamil tamatan. Alafu kwa hadithi nyingine alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bashir al-masha'ina fi adh-dhulam ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Bashir al-masha'ina fi adh-dhulam ila masjid al-masjid, wabashirie wale wenye kwenda katika giza wakenda kwenye msikiti, wakenda msikitini kwa kusali, wabashirie nini? bin-nuri tam, nuru iliyokamilika yawm al-qiyama. Na pia katika kwenda sala zote msikitini baada ya kutawadha, Imam Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, anasa salla al-burdain dakhala al-janna, man salla al-burdain dakhala al-janna. Amesema mwenye kusali burdain ataingia peponi, bimaana kwamba ametawadha, akapamba udhu wake vizuri, akatawadha vizuri, ikisha kharaja ila al-masjid, akatoka kwa ajili ya kwenda kusali msikitini, la yukhrijuhu illa as-salah, hakuna kilichomtoa jambo lolote isipokuwa kwa ajili ya kwenda kutekeleza sala. Lam yakhutu khatwatan illa rafa'at lahu biha daraja, hapigi khatwa yote ila ameinuliwa daraja, wa huta anhu biha khati'a, na kufutiwa kosa kila khatwa. Tusisahau pia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonesha utukufu wa fadhila ya sunna iliyokuja kabla ya sala al-fajr, aliposema rak'ata al-fajr khairu min ad-dunya ma fiha, rak'a mbili za al-fajr sunna iliyosoma qul ya ayyuhal kafirun na qul wallahu, basi khairi kuliko dunia na vilivyokuwa duniani. Ikisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam,
لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. na maana hadithi, nilikuwa nataka kufanya hima, nitaka kukusudia nimwamrishe mtu asali, ikisha sala isaliwe, ikisha nimwamrishe mtu mmoja awasalishe, ikisha mimi nitoke pamoja na baadhi ya vijana, baadhi ya watu, kila mmoja akibeba vijinga vya moto kadha, ili kwenda pamoja na watu hawa kwa kaum ambao wasukuja kusali jamaa, ili nipate kuanguzia majumba yao. Hadithi nzito. Laqad hamamtu, nilikuwa nishakusudia nifanye hivyo. Simuni sala, mmoja asalishe, mimi nitoke na vijana, baadhi ya vijana, kila mmoja akabeba vijinga vingapi hivi, tuende tukaanguzie nyumba zao wote wasiotaka kuja kushuhudia sala, wasiotaka kuja kusali jamaa. Lakini mimi mwenyewe siwezi kuacha. Bimaana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuacha jamaa akatoka, jinsi ya umuhimu wake. Na hii leo kuonesha kutishia kwamba mtu asisali jamaa inakuwa hali anastahiki hata kuunguziwa nyumba yake. Al-Bukhari wa Muslim katika hadithi ya Ibn Mas'ud amesema nini? Amesema kwamba rajulun nama laylahu hatta asbaha, mtu amelala usiku wake wote mpaka ameamka asubuhi. Na asubuhi yani mshapita alfajiri, yani salatu alfajiri mshampita salatu subhi, hata asbaha mpaka ameamka asubuhi na jua lishatoka. Qala dhaka rajulun bala ash-shaytan fi udhunayhi au qala fi udhunihi, huyo ni mtu ambaye shetani amemkojolea katika masikio yake au katika sikio lake. Inatakiwa mtu azingatie sana anapoona baadhi za aya za Qur'ani, asitazame kwa uangalifu, atafakar maneno haya yanakusudiwa nini, maneno haya kalamullah. Unaposoma katika sura Maryam, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف, wakaja baada yao watu adha'u salata, wamezipoteza sala sisali, na badala yake watabau shahawat, wakafuata matamanio dunia, mchezo, ghurur. Fasawfa yalqawna ghayya, watapambana na moto mkali. Zingatia aya inayosema inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, hakika Qur'an al-fajr nao ni salatu al-fajr kana mashhuda tashhadu al-malaika, katika sura al-Isra. Zingatia aqim as-salata liduluki ash-shams ila ghasaq al-layl wa Qur'an al-fajr, mwanzo aya hiyo. Simamisha sala kutoka salati dhuhri mpaka isha na Qur'an al-fajr na salati subh. Zingatia unapozungumza na Lailatul Qadr, akasema salamun hiya hata matla' al-fajr, utakuwa salama na amani mpaka kupanda kwa alfajiri na watu kusali salat al-fajr. Kwa hivyo alfajr na sala zake na umuhimu, kila sehemu imetajwa alfajiri, mambo mengi sana imetajwa. Hata mnapoambiwa katika Ramadhani, wakulu washrabu hata yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, umuhimu wa fajr yani imetiwa katika hata ibada ya kufuturu ya kufunga, basi alfajiri ni mwanzo wake. Hivyo kwa mwenye kutaka kujua umuhimu wa sala hii, akasikiliza haya yaliyosemwa na akapuuza baada ya hapo,
basi ajijue kwamba yuko hatarini. Naam, yuko hatarini sana. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kusimamisha hizi sala na kuzitekeleza ala akmali alwajh, kwa namna iliyokuwa ya ukamilifu, ambayo Mwenyezi Mungu atayopendelea sisi tuwe tunatekeleza hivyo. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe ajr kwa jitihada zetu za kusali hivi, na tuhimizane sana kwa wale wanaofanya uvivu kwamba haya ndiyo maelezo kuhusu sala hii. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu